Mgeni rasmi, wakati huo ilikuwa huitwa mwezi wa wazazi, ilikuwa inaitwa kapa. Lakini mwaka 1978 baada ya TANU na ASP kuungana kuwa Chama cha Mapinduzi, ikabadilishwa kutoka kapa kuwa Umoja wa Wazazi Tanzania, ili kuunganisha nguvu ya bara na visiwani. Maana wakati ule kapa ilikuwa inafanya kazi bara tu, CCM. Kwa hiyo ndio maana ikifika kila mwezi wa 4 kila mwaka tunakuwa na siku ya kuadhimisha, tunaita wiki ya wazazi. Ila nataka niwakumbushe wazazi na walezi jukumu yetu katika kutimiza ahadi ndani ya Chama cha Mapinduzi kama ilani ya Chama cha Mapinduzi inavyotuelekeza. Sisi kama jumuiya, mgeni rasmi, kazi kubwa ya jumuiya ya wazazi ni elimu, kutoa kusimamia swala la elimu, malezi, mazingira pamoja na afya, bila kusahau utamaduni wetu. Mzee ameeleza pale. Ukisha kuwa mzazi, ukubali yote. Ukubali, iwe mvua, iwe jua, iwe usiku, iwe asubuhi, ni wewe na kizazi chako. Tuko pamoja? Kwa hiyo kwanza niwashukuru sana, niwapongeze wananchi wa Ntobeye, lakini pongezi hizi ziende kwa wilaya nzima, kwa sababu anayeongea hapa ni kiongozi wa wilaya, sio? Ujumbe huu uende kote ndani ya wilaya ya Ngara. Tuko pamoja? Niwapongeze kwa kujikwamua mkawa na shule ya sekondari. Hongereni sana. Tumesomewa pale mapito mlioyapitia, hasa wakati ule hamjawa na jumba vya maabara ya fizikia, kemia na biolojia. Sasa hivi ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Tuko pamoja? Kwa hiyo ukiwa na sekondari ambayo haina vyumba hivyo vya maabara, basi unakuwa hujafikia lengo la utoaji wa elimu. Lakini niwapongeze pia kwa shule za msingi ambazo tayari mnazo kwenye kata yenu, lakini hamzuiliwi kusogeza karibu huduma za elimu karibu na jamii. Kama mnaona kuna maeneo ambayo yanahitajika kuwa na shule, basi Mheshimiwa Diwani, ukae na wataalamu wako mkaangalie sensa ya watoto, kama wanaweza kila mwaka kuwa wanapatikana, mkaanzishe shule kule. Hamzuiliwi. Tuko pamoja? Kwa hiyo nirudie kusema, bahati nzuri mzee wangu pale sijui na nakala nyingine ya shairi, ili kusudi wao napitia hawa watu, yale uliyoandika mule ndio dira. Ndio nini? Hiyo ndio dira ya kutuongoza. Kwa kweli amewasifu wazazi waliotuzaa sisi ambao ni watu wazima, sawa sawa. Lakini sasa na sisi ambao tupo, tuhakikishe kwamba tutakapoondoka hapa duniani, siku tutakapovunwa, kila mmoja kwa siku yake aache kizazi chake kimesimama imara. Nimefurahi kuja kwenye sherehe ya jumuiya ya wazazi. Wazazi ndio kipaumbele, sasa ni sisi akina mama ndio tuna uwezo wa kulea watoto na kuwapa maadili mema. Kwa hiyo tumefurahi ujio wa wageni wetu kuja hapa kijijini Kivu. Siku nyingine tunawaomba waje hata kwenye kijiji chetu cha Kigina, angalau tufurahi na wenzetu. Sisi tumesikia vizuri kama wakazi wa kijiji cha Kigina ndani ya kata ya Ntobeye, baada ya kuona hii sherehe ya wiki ya wazazi kimkoa imefanyika ndani ya kata yetu, lakini hasa ndani ya kijiji cha Kivu. Tumejisikia vizuri sana, wametuheshimisha sisi kama wazazi kabisa. Tumejisikia furaha kwa sababu tunapokuwa mali pengine tumepokea sherehe hizi za wazazi kimkoa tukapata upendeleo, sisi kama wazazi tunajisikia vizuri.